Kwingineko, bahari ya Hindi, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji na biashara duniani, inakabiliwa na mawimbi makubwa na upepo mkali unaoathiri usalama na maisha ya jamii za pwani, si tu kwa Dar es Salaam bali katika ukanda wa Afrika Mashariki. Egbert Alfred Jr. ametuandalia ripoti ifuatayo. Ya Tanzania, hali ya bahari ya Hindi imeanza kuonekana wazi katika maisha ya kila siku ya wakazi wanaotegemea usafiri wa majini kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunachukua muda kidogo mpaka kufikia eneo la kituo tunachoshukia. Kwa kuhusu upepo nao, kwa kweli upepo ni changamoto, upepo mkali sana. Hofu kama binadamu lazima mtu uwe na hofu. Bahari hii ya Hindi ambayo ni miongoni mwa bahari kubwa duniani, ikiwa imechukua 20% ya uso wa dunia, pia ni chanzo kikuu cha chakula na ajira kwa jamii nyingi za wavuvi katika eneo hili. Lakini kwa sasa wavuvi wanasema kuwa mabadiliko ya mawimbi na upepo mkali yameathiri kupatikana kwa samaki. Yos Harubo ni mvuvi katika bahari hiyo. Hali ya upepo kwa sisi tunaojua wavuvi, kipindi hiki cha kaskazi, upepo wa kaskazi unaanza kwanza, unakuwa na nguvu, maji yanatibuka. Kwa hiyo uelekeo wa pantoni hapa kupotea ni kawaida kutokana na upepo kuwa na nguvu. Mashine zinashindwa kufanya kazi, hata hivyo hizo boti zetu zenyewe zinashindwa muda mwingine. Livnus Renatus ambaye ni afisa uvuvi wa soko la kimataifa la samaki la Feli anasema athari hizi hazipo kwa wavuvi pekee, bali pia wafanyabiashara wa samaki imewaathiri kwa kiasi kikubwa katika soko hili. Ukiangalia ng'ambo, watu wamepaki vyombo kwa sababu ya kuchukua tahadhari, kuogopa ajali. Watu imewabidi wapaki vyombo, wapishe upepo upite, umeona. Lakini kwa kupaki vyombo, hiyo inatafsiri kwamba hawatengenezi pesa, kwa sababu lazima watoke wakavue ndo watengeneze pesa. Kwa uchumi wao umeathirika hivyo, umeona. Lakini athari nyingine tunaoipata, wamama walio nyuma yetu hawa, wote wanakuja hapa asubuhi na ndoo zao wanategemea kununua dagaa kwa ajili ya kufanya biashara zao. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema upepo mkali unaoshuhudiwa sasa ni sehemu ya mifumo ya msimu katika bahari ya Hindi, lakini athari zake zinaweza kuongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kama anavyozungumza Alfred Gondowe, mtaalamu wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Hivyo tunaendelea kuwaasa wananchi waendelee kuzingatia na kufuatilia taarifa zetu, wakati huo wakiendelea pia kuchukua tahadhari stahiki. Wenzetu kama ni wavuvi, basi wachukue tahadhari. Maeneo haya ya bahari yana upepo mkali kipindi hiki. Kama wanaweza kufanya uamuzi mwingine, basi wafanye hivyo kutokana na vyombo husika ambavyo vitakuwa vinawaelekeza kitu gani wafanye kwenye maeneo yao. Lakini upepo ni mkali na mawimbi makubwa. Kuhusu kwamba kwenda hadi lini tahadhari hizi, hali hii mbaya ya hewa sasa hivi, matarajio yote itakwenda hadi tarehe 9 mwezi huu wa kwanza 2026. Baada ya hapo hali itakuwa safi kwenye ukanda huu wa pwani ya bahari. Kwa mataifa yanayozunguka bahari ya Hindi, wataalamu wanasema ufuatiliaji wa mifumo ya hali ya hewa na maandalizi ya mapema ni muhimu ili kupunguza athari za mabadiliko ya bahari katika maisha ya watu na uchumi wa kikanda. Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam.